بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1447, katika darsa ya risala muqaddimatun fi al-aqidati as-sahiha tulizungumzia katika kikao kilichopita taarifu al-aqidati as-sahiha, tukaeleza taarifu ya aqida sahihi. Bila shaka Muislamu anapoifahamu aqida sahihi na umuhimu wake, au atakapoijua aqida sahihi atahitajia kujua umuhimu wa hiyo aqida sahiha. Nimeelewa aqida sahiha nini? Itikadi sahihi nimeelewa ni kitu gani? Kinachofuata ni upi umuhimu wake? Hiyo itikadi sahihi umuhimu wake nini? Ndio ikaja mada inayofuata, ahamiyatul aqida, umuhimu wa aqida. Na bila shaka Muislamu akielewa umuhimu wa aqida, basi ndio ataipa kipaumbele katika maisha yake. Mlinganizi anapofahamu umuhimu wa aqida, basi katika da'wa yake atatanguliza aqida juu ya jambo lolote jingine. Na katika kusafisha magonjwa yaliyoko katika mujtama, kwa mlinganizi anayeelewa vizuri, mlinganizi anayeelewa vizuri ataanza kusafisha yale maradhi ambayo yaangamiza zaidi kuliko mengine. Kuna mfano mzuri wa yale maradhi yaliyoko katika mujtama. Mfano wa maradhi katika aqida, bimaana kukiwa na shirki, mfano ni kama umemkuta mtu amelala, ndugu yako amelala, kisha ametambaliwa na nyoka na wadudu wale chungu. Kwa mtu mwenye akili, kitu cha kwanza ambacho atafikiria kukiondoa kwenye mwili wa yule mwenzake aliyelala nini? Ni yule nyoka. Na wala hata waona wale chungu, hata wakiwa chungu 1000 pale, kwa sababu hatari inayopatikana kwa yule nyoka kumuuma yule mtu ni mbaya zaidi kuliko chungu hata 1000. Na huu ndio mfano wa ile shirki iliyoko katika mujtama na makosa mengine. Makosa mengine ambayo ni chini ya shirki ni mfano ule mdudu chungu. Kwa mwanzo kabisa utaanza na yule nyoka, kwa sababu waelewa ile hatari yake. Na ndio hapo utaona walinganizi wa ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun, kitu cha kwanza kabisa wanachoanza kukitibu ni kutibu itikadi sahihi, kwa sababu ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Kwa ijmaa ya mitume, kitu cha kwanza kabisa wanachokuja kuwafundisha umma wao ni itikadi sahihi, kisha mengine atafuata. Si kwa kuwa yale mengine si muhimu, la, ni kwa kuwa hili ni muhimu zaidi kuliko mengine. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين. itikadi sahihi ndio msingi ambao husimama juu yake dini ya Uislamu yote.
watasihhu ma'ahu al-a'mal, na kupitia itikadi sahihi ndio matendo ya Muislamu na matendo ya mwanadamu yakakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana msingi huu ukikosekana na amali ya yule mja haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio ufahamu ule umuhimu wa itikadi sahihi. Kama qala ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum, aambiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atangaze wazi, waambie hakika si vinginevyo, mimi si chochote isipokuwa ni mwanadamu kama nyinyi. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, lakini mimi naletiwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ule wahi unaoteremshwa kutoka kwa Allah ni upi? Annama ilahukum ilahu wahid. Kwa ni kama amefanya hasr ya da'wa yake yote yazunguka katika nini? Tauhid. Kwa hakika si vinginevyo, Mungu wenu anayestahili kuabudiwa ni mmoja peke yake. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kwa hivyo yule anayetarajia kukutana na Mola wake na kuwa atahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na alipwe kwa kila khairi aliyoifanya na shari, falyamal amalan salihan, na afanye matendo mema. Na amalun salih ni ile inayoambatana na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, almutaba'a, ambao ndani yake kuna kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili ni mojawapo katika masharti ya kukubaliwa amali ya mwanadamu. Wala yushrik biibadati rabbih ahada, na hili ndio sharti la pili, asimshirikishe Mola wake mlezi na yoyote yule katika ibada anayoifanya. Iwe ibada yake anayoifanya atamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hii aya tuona kuwa msingi wa kukubaliwa amali yoyote ile ni kuwa amali ile ni lazima ikusanye mambo mawili. Jambo la kwanza ni al-aqidatu as-sahiha, al-ikhlas. Na jambo la pili al-mutaba'a, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falyamal 'amalan salihan, al-mutaba'a, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, al-ikhlas. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك, aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeletiwa wahi wewe na waliokuwa kabla yako katika mitume. La in ashrakta, kuwa lau kama utafanya shirki, lau kama utashirikisha ewe Muhammad, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali kabisa na jambo la shirki kabisa, lakini aambiwa maneno haya, lau kama utafanya shirki la yahbatanna amaluk, amali yako yote itaharibika. Kiswahili sanifu sema itapondoka amali yako yote, bimaana haitakubaliwa hata amali moja katika amali zako. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula khasara. Sasa ikiwa maneno haya aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi nani? Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa kuwa ukifanya shirki wewe amali zako zote zitaharibika, atahadharishwa na shirki, sisi nani? Leo kuna watu hawapendi kuzungumziwa jambo la tauhid na shirki, na wallahi lau kama utamuuliza hebu niambie taarif ya shirki nini, hajui shirki nini.
Sasa pengine yeye amevama katika shirki na hajui kama yuko ndani ya shirki, wakati Allah aizungumza hii dhambi kwa maneno mazito kama haya. Wallahi maneno haya ya kufanya Muislamu maisha yako kuanzia ujue shirki ni kitu gani mpaka kufa kwako uwe waisoma tu tauhid na shirki, ili Allah subhanahu wa ta'ala kuepushe nayo. Lakini wako katika watu ambao hajaisoma tauhid wala hajaisoma shirki, bukheri wa afya, hata habari hana, aona yuwajua. Wako wao. Kuna siku nishawahi kuwaeleza hapa, mmoja katika ikhwa alinifuata kitambo sana, akasema, uonaje bwana, kuna madrasa fulani ile mimi naisimamia na ni watu wa sunna, twende pale bwana ukasomeshe tauhid kama hivi sisi tusoma kila siku Alhamisi mfano. So kila siku fulani utakuja tuanze kusoma kitabu kimoja baada ya kingine. Nikamwambia sawa, haina shida, wallahi neema kupata walimu ambao wataka kusoma tauhid. Hii ni neema kwa sababu ni faida kwa wale wanafunzi walioko chini yao. Siku ya pili, siku ya tatu akanifuata akasema, nimejaribu kuzungumza na wale walimu lakini ni kama hawataki. Ona walimu watakitishwa vipi wanasomeshwa tauhid bwana? Walimu bwana washahitimu wakae wasome tena tauhid. Nikamuomba nikamwambia, kwa hisani zako zungumza na wao kwa uzuri, nataka nije kama jalsa moja tu. Akazungumza na wao akakubali. Mimi nawaeleza kitu waqi'i, na akisikia haya maneno huyo mwenzangu atayakumbuka maneno tunayozungumza. Wallahi ya auladi, nimekwenda kwenye ile madrasa na walimu wale tukakutana pale. Kabla ya kuanza mazungumzo nikasema, naomba yoyote katika nyinyi anipe taarifu ya shirkun akbar. Ma huwa shirkul akbar, taarifu yake. Na mimi nimefanya kusudi hivi ili wajue kuwa hawajui yale yanayofungamana tauhid na shirki, na juu yake wafanya takabbur ya kuisoma tauhid. Amini usiamini, ahlif lakum billahi, wallahi hakuna mwalimu hata mmoja amejibu. Hakuna hata mmoja aliyejibu. Mimi nimehuzunika sana, na nikawaambia mbele yao, nasikia mumeambiwa tutasoma, wengine mkakataa, hamtaki kusoma. Hivi nyinyi ndio walimu wa watoto nyinyi? Nyinyi mtawafundisha nyinyi watoto, mtawafundisha nini wale watoto ikiwa hamjui shirki kitu gani? Wazazi wamewatoa watoto kwenye majumba yao kuja hapa ili wapate njia za kuokoka na moto wa jahannam. Sababu kubwa inayompelekea mtu katika moto wa jahannam kukaa milele hamuielewi. Walillahi alhamdu wal minna, baada ya kikao kile wakakaa wakawa wasoma, na tukasoma rasail nyingi za Imam Mujaddid rahimahullah. Sasa hili jambo la aqida sahiha ni jambo muhimu sana ambalo Muislamu atakana ajifunze maisha yake asome. Hivi tutakuwa sisi werevu twajua zaidi itikadi sahihi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam afanya da'wa miaka 13 Makka, akienda Madina ateremshiwa sura inaitwa suratu Muhammad. Ndani yake aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Aambiwa bado ajifunze la ilaha illa Allah, na yeye ndiye aliyelingania miaka 13 Makka mpaka akagura kwenda Madina alingania katika tauhid, kuonyesha uzito wa hili jambo na hatari ya ushirikina. Hatari bwana. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين
ala lillahi ad-dinul khalis, muabudu Allah na umtakasie yeye matendo yako yote, kwa sababu ni yake yeye matendo yaliyo safi kabisa ambayo hakuna ndani yake ushirikina. فدلت هذه الآيات الكريمة، الشيخ الفوزان سيما هذه آية كوف زكاوني دليل وما جاء بمعناها وهو كثير، na aya nyinginezo zilizokuja katika maana yake ambazo ni nyingi mno. Ni dalili ya nini? Ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idha kanat khalisatan min ash-shirki, kuwa amali hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa zikiwa zimesafishika na kutakasika kutokamana na ushirikina. Wa min thumma kana ihtimamu ar-rusuli salawatullahi wa salamu alayhim bi islahi al-aqidati awwalan. Na ndio maana utaona ihtimam ya mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam katika da'wa zao, jambo la kwanza lilikuwa ni ihtimam ya kutengeneza itikadi mwanzo kabla ya kitu chochote. فأول ما يدعون أقوامهم إليه عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. jambo la kwanza kabisa ambalo mitume wote wa Allah alayhimus salatu wassalam walikuwa wakiwalingania watu wao ni kumwabudu Allah peke yake na kuacha kuabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. kwa kila mtume aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza kabisa alilolingania ni jambo la tauhid, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wakawalingania watu katika tauhid na kuwaonya kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mlinganizi yoyote atakayeanza da'wa yake kinyume na hivyo walivyofanya mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam, atakuwa amekwenda kinyume na ijma'ur rusul, ijma' ya mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam. Na katika njia za kumjua mlinganizi kuwa huyu hayuko katika sunna, hayuko katika salafia, mtizame katika jambo la kujishughulisha na kulingania katika tauhid mwanzo. Na hii nawapeni akina mama na vijana, na wapeni mizani ya kumjua mlinganizi huyu ni mlinganizi katika salafia na sunna au la. Mtizame yuko vipi katika kulingania katika tauhid. Apige mtu miaka 2-3 katika da'wa, hata al-usul thalatha kusomesha, wallahi hadha hizbiyun quh, huyo hayuko katika sunna, akhalifu ijma' ya mitume wa Allah wote. Kwa katika mizani ya sahali kabisa ambao mtu yoyote aweza kuielewa hii, mtizame mlinganizi na muamala wake na kuwalingania watu katika tauhid na kuwakataza shirka. Ukimkuta kuwa ana udhaifu katika jambo hilo, kwa sababu si muhimu kwake yeye, kuna mengine muhimu zaidi, atalingania katika maandamano, atalingania katika vitu vingine. Kama ni khurafi atalingania katika bid'a zao wanazolingania, na wengine watafuta jamhara, kwa utawasikia maudhu zao ni zile ambazo hakuna mtu yeyote aweza kukupinga. Na tuseme haya kwa watafuta wapinzani, la, ni vile ilivyo da'wa ya mitume wa Allah. Hutalingania katika kile alicholingania mtume wa Allah isipokuwa utafanyia uadui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa Waraqa ibn Nawfal, alipojieleza yale aliyoyaona, Waraqa akakiri utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwambia, laiti nitakuwa na nguvu siku ile watu wako watakutoa Makka. Qala alayhi salatu wassalam, aw mukhrijihum, watu wangu watanitoa Makka kwa nini? Qala ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hakuna mtu yoyote atakayekuja na mfano wa kile ulichokuja nacho wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Ndivyo ilivyo da'wa ya tauhid.
utasingiziwa kila aina ya balaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atembea katika masoko, alingania watu katika tauhid. Nyuma yake yuko bwana mmoja makengeza, anamkia katika nywele zake mweupe hivi, amfuata nyuma huku ampiga kwa mawe, na Mtume sallallahu hamwangalii. Yule sahaba ambaye ni mara ya kwanza kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mmeshangaa, hajamfanya chochote, ampiga kwa mawe nyuma yake, na Mtume sallallahu hamshughulikii wala hamwangalii kwa yale mawe yanayopigwa, hamwangalii. Na yule bwana apiga kelele, yasihu wa yaqul la tusaddiquhu, msimuamini huyo, hadha ibn akhi, huyu ni mtoto wa ndugu yangu tu, kadhab, ni muongo. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه, na Mtume sallallahu hamwangalii. Yule bwana akauliza, yule ni nani? Na yule aliyoko nyuma yake ni nani? Akaambiwa, huyu asema yeye ni mtume wa Allah, na yule aliyoko nyuma yake ni ammi yake aitwa Abu Lahab, amfuata nyuma akimpiga kwa mawe, damu mpaka katika nyayo zake. Mtume sallam yatirizika, lakini alingania katika tauhid. Sasa ikiwa huyu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo wanavyofanywa, watarajia sisi tukilingania katika tauhidi mujtamaa utatukabili namna gani? Usitarajie kuwa utatandikiwa busati jekundu, red carpet, kisha urushiwe mawaridi uambiwe tukushukuru kwa kuwa watulingania sisi katika tauhid na watukataza na shirki. Hawakufanyiwa hivyo mitume wa Allah, utakuja kufanyiwa wewe. Na ndio maana utaona wengi katika walinganizi ambao hawako katika njia ya sunna wakimbia uwanja wa kulingania katika tauhid kwa sababu ya mazito yanayopatikana ndani yake. Lakini tutasema mitume wa Allah hawakuiacha hii njia, na wala hawakuenda kufuata njia nyingine isiyokuwa hii ya kulingania katika tauhid. Wote walikwenda katika njia hii moja, hakuna aliyetoka njia hii. الشيخ الفوزان اسمع، وكل رسول يقول أول ما يخاطب قومه، na kila mtume husema mwanzo anapowalingania jamaa zake, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu, muabuduni Allah, hamuna nyinyi Mungu mwingine asiyekuwa yeye. Na hili utaliona katika suratul A'raf aya 85 au 59, 65, 73, 85. Nenda kaangalia, utaona mitume mbalimbali haya ndiyo maneno wanayoyakariri. qalaha nuhun wa hud wa salih wa shuaib wa sairul anbiya liaqwamihim. maneno haya ameyazungumza Nuh alayhi salam, Hud alayhi salam, Salih alayhi salam, Shuaib alayhi salam, na wengineo katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ndio maneno waliowaambia watu wao. قال وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد. نمتوم صلى الله عليه وسلم akabakia katika mji wa Makka miaka 13 baada ya kutumilizwa, awalingania watu katika tauhidi tu, wa islahi al-aqida, na kutengeneza itikadi. Na haya yote haya tuyataja kuonyesha ule umuhimu wa itikadi sahihi, لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين, kwa sababu ndio msingi ambao husimama juu yake jengo la dini. وقد احتذى الدعاة والمصلحون حظو الأنبياء والمرسلين, na wamefuata walinganizi waliokuja kuwalingania watu ili kuwatengeneza, wakafuata nyayo za mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika hili. فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة,
ikawa jambo la kwanza kabisa wanaloanza nalo ni kuwalingania watu katika tauhid na kuitengeneza aqida mwanzo kabla ya kitu chochote. At-tauhid awalan, mwanzo ni tauhid kabla ya kitu chochote kile. ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين, kisha baada ya hapo ndio huelekea katika yaliyobakia katika maamrisho ya dini. Hani maneno ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, mazuri kabisa. Ukiyasoma hayo ukielewa na hizi dalili nilizozitaja, umeelewa umuhimu wa jambo la aqida sahiha. Kumalizia, waqala Sheikh Abdussalam Al-Barjis rahimahullah. Sheikh Abdussalam Al-Barjis ni mwanachuoni aliyeishi katika asri yetu rahmatullahi alayhi. Amekufa katika umri wa chini ya miaka 35, kijana mdogo kabisa, lakini alikuwa ni katika ulama wakubwa wa mamlaka. Na wakati wafariki Sheikh Abdussalam Al-Barjis, nakumbuka tuko Yaman tusoma sisi, tupata habari ya kifo cha Sheikh Abdussalam Al-Barjis rahmatullahi alayhi. Alifariki na ajali ya barabara, si mgonjwa mzima. Kaenda kutoa muhadhara siku ya Jumaa, khutba, katoa muhadhara. Alipokuwa arudi nyumbani, njiani akatokea ngamia barabarani, na alikuwa katika spidi, hakutarajia jambo kama hilo. Basi ndio ikawa sababu ya kumgonga ile ngamia, gari yake ikapinduka, ndio akafariki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa usifikiri mwanachuoni wa zamani, ameishi na sisi katika asri hii rahimahullah. Na maqati' zake ziko katika YouTube, ukiingia utamwona kijana mdogo kabisa, na amefariki akiwa kijana mdogo sana. Kwa ajili ya kutia himma za ilmu kwetu sisi, Sheikh Abdussalam Al-Barjis, kitabu nilichokiona alichokifanyia tahqiq katika vitabu nilivyoviona, afanya tahqiq ya vitabu vya aimmat ad-da'wa an-najdiyya akiwa na umri wa miaka 18. Miaka 18 afanya tashih na tadhif ya hadithi akiwa na miaka 18. Sasa ikiwa himma zimelala, basi ziamke. Kuna watu walikuwa vijana wadogo kabisa, lakini Allah akawafungulia katika ilmu ajabu. Yuko katika safu za wanaovioni wakubwa akiwa na miaka 20, na katika 20 haisabika ni alim. Na mfano wake ni kama Hafidh Al-Hakami rahimahullah, ambaye amefariki pia chini ya miaka 35. Na huyu ni kiumbe mwingine wa ajabu. Tuyawache mazungumzo yake, tumzungumzie. Niwahi kukaa hapa tukazungumza kuhusu Al-Hafidh Al-Hakami peke yake, nafikiri karibu darasa nzima, tukamweleza nani rahimahullah ta'ala. Hafidh Al-Hakami alihifadhi Qur'ani nzima kwa mwezi mmoja peke yake, mwezi mmoja tu. Kila siku kahifadhi juzuu moja au zaidi. Ingawa sikwambii ujifananishe na wao, wengine waweza kujaribu lakini asiweze, lakini angalau pia ikupe himma. turudi hapa. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله: فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة، حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. ndio dini ya haki ambayo ni wajibu juu ya kila muislamu kuitakidi. إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ndio itikadi ya mtume صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، نما صحابه wake watukufu رضي الله عنهم. kisha akasema: فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. yoyote atakayewakhalifu mtume sallam na masahaba wake, basi amejitandika nafsi yake na kuianika katika adhabu ya Allah iliyokali na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usioni ni kitu cha mchezo.
aqida. Kuna wengine hawaelewi tofauti ya at-tauhid na at-tajwid. Kuna mwalimu mmoja anieleza yeye mwenyewe katika kikao na wazazi. Kuna mzazi mmoja mashaallah ana iktirahat nzuri asema yeye, mimi nilikuwa nasema mbona ili somo la tauhid na tajwid silingefanywa moja, kwa sababu ya mfano tauhid tajwid. So maskini hajui. Asema wallahi mmoja zungumza hivi, asema yakusanye pamoja, hakuna haja ya kuweka mbali mbali, masomo yawa mengi alafu somo moja hili. Na ndio mjue ule umuhimu wa sisi kukariri jambo la tauhid na kukariri jambo la kutahadharisha watu kutokana na shirk, si kwa sababu tuipenda shari ili tujiepushe na ile shari. Wa illa utajiepusha vipi na kitu ambacho hukijui? Kwa hapa tuona umuhimu wa itikadi sahihi. Baada ya kuelewa umuhimu, swali linalofuata mtaweza kujiuliza, sasa nitaipata wapi hiyo itikadi sahihi nikiwa naitaka? Ndio hapo ikaja mada masadiru talaqqi al-aqidati sahiha. Kutoka wapi tuichukue itikadi sahihi? Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika kikao tutakachokaa tena biidhnillah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.